Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi kwa mwezi wa Disemba 2025. Mwinue Yesu juu kama mfalme ajaye. Leo ni Disemba 13. Tutaenda kuiangazia mada isemayo ndipo tutatambua. Mada ya leo imejengeka katika kitabu cha Warumi sura ya 11:33. Neno la Mungu linasema, jinsi zilivyokuu utajiri na hekima na maarifa ya Mungu, hukumu zake hazichunguziki, wala njia zake hazitafutikani. Tuombe. Mtakatifu, 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 Baba yetu na Mungu wetu ishe mahali pasiri juu mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Ninasema asante kwa sababu ya upendo wako, asante kwa sababu ya rehema yako. Ninakushukuru kwa ajili ya nafasi ya pekee uliyotupatia ili tujifunze neno lako. Kutupatia nafasi hii inaonyesha kwamba bado una malengo na sisi. Tusaidie kutimiza malengo yetu. Tusaidie kutambua kusudi letu. Kila mmoja wetu zungumza naye. Kamfundishe kuwa mtoto wako wa kiume au wa kike. Tembea nasi sasa na hata milele. Simama nasi kila wakati. Bariki kazi ya mikono yetu, na zaidi sana ukatuongoze kuurithi ufalme wako. Enda nasi katika jina la Yesu, amina. Ndipo tutatambua. Ni lengo kuu la Shetani kuondoa mawasiliano yote yaliyopo kati ya Mungu na watu wake, ili aweze kutenda hila zake za udanganyifu bila kuwepo kwa sauti inayowaonya juu ya hatari inayowakabili. Ikiwa ataweza kuwasababisha wanadamu kumshuku mjumbe au kutoambatanisha utakatifu kwa ujumbe wake, anatambua kwamba watajihisi kuwa hawana wajibu wa kutii neno la Mungu. Na pale nuru itakapoonekana kama giza, Shetani atakuwa amefaulu. Mungu wetu ni Mungu mwenye wivu. Hapaswi kufanyiwa mzaha. Yeye afanyaye mambo yote sawasawa na mapenzi yake, anapendezwa kuwaweka watu katika mazingira anuwai na kuwapatia majukumu na mambo ya kuzingatia ya kipekee kutokana na nyakati wanazoishi na masharti waliowekwa chini yake. Ikiwa watathamini nuru waliopewa, uelewa wao utakuzwa na kuadilishwa na fikra pana za ukweli zitafunuliwa kwao. Siri za mambo ya milele, hasa kuhusu neema ya ajabu ya Mungu, kama ilivyofunuliwa bayana katika mpango wa ukombozi, zitafunuliwa katika akili zao. Maana mambo ya kiroho hutambuliwa rohoni. Yesu anasubiri akiwa na shauku kuu kufunua kwa watu wake utukufu utakaoonekana katika ujio wake wa mara ya pili, na kuwachukua kuwapeleka katika tafakuri ya mandhari ya furaha kamili. Kuna maajabu yatakayofunuliwa. Maombi na utafiti mrefu wa maisha yote vitaacha mengi ambayo hayajafanyiwa tafiti wala kupata maelezo ya kutosha juu yake. Lakini kile tusichokijua sasa kitafunuliwa baada ya hapa. Kazi ya kutoa maelekezo inayoanza hapa itaendelea hadi katika umilele. Mwana-kondoo atakapokuwa akiongoza jeshi la waliokombolewa kuelekea katika chemchemi ya maji ya uzima, ataweka kwao akiba kubwa ya maarifa. Atafumbua mafumbo ya kazi na mapenzi ya Mungu ambayo hayakueleweka hapo mwanzo. Kamwe hatuwezi kwa kupitia kufanya utafiti kumfahamu Mungu. Haweki wazi mipango yake katika akili za wachunguzi na wadadisi wa kibinadamu. Tusijaribiwe kufunua kwa kiburi pazia linalofunika ukuu wake. Mtume anatangaza kuwa hukumu zake hazichunguziki wala njia zake hazitafutikani.
Ni uhakikisho wa rehema zake kwamba nguvu yake imefichwa, kwamba amefunikwa kabisa katika wingu la siri na uvunguvungu. Maana kufunua pazia lililoficha uwepo wa Mungu ni kifo. Hakuna akili ya mwanadamu mwenye asili ya kufa inayoweza kuelewa siri ya uweza wake ambao yeye aliye mkuu huishi na kufanya kazi ndani yake. Hatuwezi kamwe kutambua utendaji wake kwetu na matilaba yake inayomsukuma kufanya jambo ikiwa hataona vyema kulifunua kwetu. Anaamuru kila jambo kutendeka kwa haki, na hatuwezi kutokuridhishwa na kutokumwamini yeye, bali tutasujudu kwa kicho na utii. Atafunua kwetu mapenzi yake kadiri itakavyokuwa kwa mema yetu kujua. Bali na hayo, tunapaswa kuamini mkono wake wenye uweza wote, moyo wake uliojaa upendo. The Review and Herald, Aprili 7 mwaka 1885. Hii ni Disemba 13, mada ikisema ndipo tutatambua. Na huo ndio mwisho wa tafakari ya mada hii siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina. Salama katika mwamba imara, moyo katika mawimbi na shinda. Katika huzuni kwako nitashinda. Mwamba imara tajificha kwako. Ndani yako mwamba imara tajificha kwako. Wimbi la mawio saya upweke, majaribu yanaponi andama. Ikia maisha pasi utulivu. Mwamba imara tajificha kwako. Ndani yako mwamba imara tajificha kwako. Ndani yako mwamba imara tajificha kwako. Kila mara mwovu akinitisha, mafichoni hofu yote hutoweka. Changamoto zikivuma na kutisha, Mwamba imara tajificha kwako. Ndani yako 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 mwamba imara tajificha kwako.
tu Yesu.